Amemkamata mwenyekiti wetu kesi ya uhaini ya uongo kwa sababu amesema madini ya nchi hii yanachukuliwa, yanakabidhiwa kwa wageni. Tulikuwa mkoa wa Ruvuma, tunakutana na maelfu ya maroli yanasomba makaa ya mawe. Tutazungumza kwenye mkutano wa hadhara. Watoto wetu wanabaki maskini. Makaa ya mawe ni utajiri ambao Mungu ameweka hapa ili tukianza kuchimba chuma tuwe na uwezo wa kukiyeyusha, kwa sababu umeme unaoweza kuyeyusha makaa ya mawe kwa gharama ya chini ni umeme wa makaa ya mawe. Sisi tuna chuma hapo Ludewa. Unapochukua makaa ya mawe unagawa kwa Wachina, wanaenda kujenga uchumi wao. Siku ukitaka kuyeyusha chuma chako utaenda tena kununua kutoka nje urudishe ndani. Kuna akili hapo ndugu zangu? Kuna akili hapo? Tunapoyasema haya, wanataka kutufungulia kesi ya uhaini. Lissu amesema tuasi dhidi ya mifumo miovu, mifumo kandamizi. Hii sio kauli ya Lissu, ni kauli ya Mwalimu Nyerere. Alisema nchi hii inahitaji vijana jeuri watakaoasi dhidi ya mifumo kandamizi, na sisi tuko tayari kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari, na wameshaanza bungeni. Mnasikia wanasema Rais Samia amteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Wabunge wa CCM wanasema hivi. Alafu kuna mwanachadema anasema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo, ambao tayari wao CCM wanasema rais yupo na tayari wanataka wateue waziri mkuu. Tayari wanasema Nchimbi ni makamu wa rais, anapewa protokoli za kimakamu wa rais, analindwa na vyombo vya dola, na nyie mnataka twende kuraba stamp uchaguzi wa aina hiyo? Twende kuupa uhalali uchaguzi huo? Rais Samia leo anaona mtu anayeweza kushindana naye, kama tukiamua labda kwenda kwenye uchaguzi ni Lissu, anampa kesi ya uhaini. Nataka tushiriki mambo haya? Nataka tushiriki mambo haya? Tumesema no reforms, na hatuwezi kurudi nyuma. Ndio msimamo wa chama chetu.